Wapenzi waumini, khutba yetu ya leo inatuzungumzia mambo gani yanayosaidia mtu kuwa na istiqama. Tulizungumza khutba iliyopita tathmini ya ibada tulizokuwa tukizifanya katika mwezi wa Ramadhani, namna tulivyojitolea katika kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Kuna wajibu wa kujifanyia tathmini. Je, ibada hii inaendelea katika maisha yetu ama iliishia tu baada ya Ramadhani? Na tukazungumza maneno ya salaf saleh kwamba ni katika mambo ambayo yanampa picha mu'min kutokubaliwa saumu yake pale anapojiona baada ya Ramadhani amekuwa mbali na Mola wake. Tukazungumza kwamba lengo kuu la saumu ni kutuweka karibu na Allah, na ndiyo zilipokuja aya za kutufundisha kufunga zikaunganishwa na aya wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an. Tukasema kuna mafungamano baina ya saumu na moyo wako na Allah tabaraka wa taala. Ile saumu ni ikuweke karibu, na ndiyo ukaambiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika dua moja inayokubaliwa ni dua ya mfungaji pindi akiwa katika saumu yake. Sasa je, baada ya saumu hii umeendelea kubaki na yale uliokuwa ukiyapenda ndani ya Ramadhani ama uliacha? Hii ilikuwa ndio hutuba yetu leo. Tutazungumza mambo gani ambayo yatatusaidia ili tuweze kudumu katika kule kumpenda Allah tabarak wa taala na kuthubutu katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Na hiyo ndiyo maana ya istiqama, ni luzumu taati Allahi tabaraka wa taala wa thabatu ala dinihi, kule kujilazimisha na kumtii Allah tabaraka wa taala na kuthubutu katika dini yake. Katika mambo yenye kusaidia kumpa mtu istiqama, la kwanza ad-du'a al-mustamir, ni kuwa utakuwa na tabia ya kumuomba Allah kwa kuendelea. Kila mara unamuomba Allah akuthubutishe katika dini yake. Hakuna mcha Mungu, atqa an-nas huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mcha Mungu zaidi ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tunakuta katika dua zake akisema ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ewe mwenye kuzizungusha nyoyo, kwa sababu hizi nyoyo za wanadamu zipo kwenye vidole vya Allah tabarak wa taala, yuqallibuha haithu yasha. Allah ndiye mwenye kuzibadilisha anavyotaka. Sasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amuomba mtume akimwambia, amuomba Mola wake akimwambia ya muqallibal qulub, mwenye kuzibadilisha na kuzizungusha nyoyo, basi ubakishe moyo wangu uthubutu katika dini yako, ubakishe moyo wangu katika kuwa na msimamo kwenye taa yako. Dua ni chombo muhimu katika maisha ya mwanadamu, na Allah tabarak wa taala katika jambo alilokuwekea garantii kwamba atakufanyia ni dua. Allah sema ud'uni astajib lakum, niombeni nitawajibu, niombeni nitawajibu. Ina maana kwamba ukimuomba Allah tabarak wa taala Allah atakujibu. Lakini jambo hili la dua limepewa nafasi nyingine, ni kwamba ni kitu cha ziada. Ndio watu wengine mpaka waombewe, ana siku yake mwaka mara moja aite watu wamuombee au waombee wazazi wake. Dua ni katika ibada. Ad-du'a huwa al-ibada, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam
dua ndiyo ibada yenyewe, na kuwa dua ndiyo ibada yenyewe. Angalia Allah aliutangaza vipi msikiti, wa anna almasajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Misikiti ni ya Allah. Kwa hivyo musilinganie wengine, musiombe wengine wakati mnamuomba Allah, musiweke na wengine ma'a Allahi. Hakusema usiombe mwingine. Pale unapomuomba Allah usiingize mwingine akawa mshirika wa Allah. Muombe peke yake. Idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah. Ukiomba moja kwa moja muombe Allah tu, na ukitaka msaada kwa Allah peke yake usiingize watu wengine. Allah tabaraka wa taala aghna shuraka. Allah ametosheka sana, hana haja kabisa na washirika. Tofauti yako na imani yako kwa Allah ni pale utakapoamua yale mambo ya kufanyiwa Allah unamfanyia yeye peke yake. Na ndio wanavyoni wakatuwekea katika kutupa mifano namna ya kuishi na tauhid. Allah ana mambo ambayo yeye ndiye muweza, usiwape wengine fursa kuwa wanaweza. Allah yuhyi wa yumit wa idha maridtu fahuwa yashfin. Allah yunzilu al-matar. Vitu kama hivi ni vya Allah. Yunazzilu al-ghaith. Allah tabaraka wa taala ndiye anajua anakupa mtoto. Sasa mambo kama haya, yahabu liman yashau inathan wa yahabu liman yashau adh-dhukur. Vitu hivi ambao ni uwezo wa Allah usimpelekee mwingine. Ukimpelekea uwezo wa Allah ukawapa viumbe vingine, ushamshirikisha Allah tabarak wa taala. Viumbe vyake havifiki hapo, kwa sababu Allah ana sifa ambayo hana kiumbe. Qul huwa Allahu ahad, Allahu as-samad. Ma maana as-samad? Allah tabarak wa taala katika sifa yake ni as-samad, kwamba yeye ndiye anakidhi haja za watu tu, yeye hakidhiwi haja yake. Yeye hana kwamba kuna mahali utamsaidia Allah. Sifa ya Mungu anasaidia, hasaidiki. Sasa viumbe vingine vyote vimesaidika. Mitume wamezaliwa, wamelelewa, hawafai kupewa cheo cha Allah. Ukafikwa na jambo ukasema ya Rasulullah, makosa. Mtume hawezi kukuondoshea shida wala hawezi kukuletea madhara. Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa ni katika viumbe bora wa Allah tabaraka wa taala, wamekuja kwa ajili ya kukulekeza njia ya kumfikia Allah. Kazi tunaostahiki na kubwa tunalotakikana tumfanyie mtume ni kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini sio kumuomba. Una shida zako unamuomba mtume, bali watu husonga mbele zaidi wakaomba mpaka viumbe vingine tofauti tofauti. Hakuna mwenye kuondosha dhara wala mwenye kuleta kheri isipokuwa nani? Allah. Huwa nafiu Allah. Yeye peke yake ndiye mwenye kunufaisha na ndiye mwenye kudhuru. Lakini pia katika mambo ambayo ni yake yeye Allah tabarak wa taala ni kuabudiwa. Hastahiki kuabudiwa yeyote mwingine asiye na sifa ya uungu. Na ibada unaisema kila ukiswali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Unamwabudu Allah tabaraka wa taala peke yake. Huwezi kuipeleka ibada yote, si dua, si nadhiri, si ibada yoyote ukamfanyia mwingine. Anastahiki kuabudiwa peke yake ni Allah. Lakini pia kuna sifa zake Allah tabaraka wa taala na majina yake, uyaamini kwamba sifa ya ukamilifu ni ya nani? Allah tabaraka wa taala. Wa bikulli shay'in alim, huwa as-sami'u al-basir, huwa al-hakim. Majina ya Allah tabaraka wa taala ni kwamba sifa hizi hakuna mwanadamu atakayezifikia mwingine.
Asikudanganye mtu akakwambia ana ujuzi wa kupita ubinadamu wake. Hapana, mwanadamu ujuzi wake utabaki ule ule kama mwanadamu, lakini ujuzi uliozunguka kila kitu ni wa Allah tabaraka wa taala, na sifa zake zote Allah. Kwa hivyo ni muhimu katika maisha yako wakati wote uitumie dua, na ndio utakuta katika adhkari zetu kila tukio tunalofanya, ukipanda gari, ukisafiri, ukitoka nyumbani, ukiingia, ukilala, ukiamka, ukivaa nguo, utakuta kote Mtume sallallahu alaihi wasallam amekupa maelekezo ya dhikri yake. Kuna dua unaiomba kila unachofanya. Labda sisi ukumbuka ile ya kula, tena labda chakula kisiwe kizuri sana, manake kikiwa kitamu hata hiyo bismillah waisahau. Lakini maisha yako yote ina dhikri, kila maisha. Ukivaa nguo kuna maneno unastahili uyaseme ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumwomba Allah. Ukiamka, ukilala, ukitoka nyumbani, ukiingia nyumbani. Unajua kuna wakati unaingia mmoja nyumbani ukaingia na grupu la watu, ukila ukala nalo, ukipanda kitanda na mkeo na wao wakapanda kitanda kile kile. Kuna watu wengi hulala na vitandani na wake zao na grupu la watu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mwenye kuingia nyumbani kwake asiseme bismillah, asilete ile dhikri ya kuingia nyumbani. Shetani pale usema leo tushapata makao, na akiekewa mpunga asema tuupiga pamoja, na kulala mtalala pamoja. Huu ndio Uislamu, unakuweka uwe karibu na Allah wakati wote. Unapoishi uishi na Allah tabaraka wa taala, kwa sababu yeye ndiye kipenzi chake anayekunusuru. Allahu waliyul ladhina amanu. Kwa hivyo jambo la kwanza la kuletea kukusaidia kuwa na istiqama katika dini yako hii ni dua. Kila mara muombe Allah tabaraka wa taala, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Muombe Allah tabaraka wa taala. Usiweke dua ni mfano wa ambulance mpaka umekuwa mahtuti ndio uletewe. Hapana, dua yatakikana kwa muumini, kwa sababu ndicho kitu kinamweka karibu na Allah. Na hakuna, tunasema kila mara, kila anaelelewa anataka kuwa karibu na mlezi wake. Wewe mlezi wako ni Allahu Rabbul Alamin, jiweke karibu na Allah, na mafungamano yako ni ad-dua. Umuombe Allah akupe thabati katika maisha yako. Wanavyoni waliulizwa mmoja, mbona sisi huingia katika ibada mara tu watushatoka? Akasema kuna mambo mawili yasahulika. Kwanza, mtu anapoingia kwenye ibada vizuri, anasahau kumwomba Allah ampe thabati abaki katika ibada ile. Lakini vile vile akimaliza ibada ile anasahau kumshukuru Allah kwamba si uwezo wake ni nani? Allah tabaraka wa taala. Na ndio utakuta hata ukiswali ukimaliza, miongoni mwa adhkari waambiwa useme Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Mola, nipe msaada mimi niweze kukutaja wewe sana, niweze kukushukuru sana, na niweze kuwa na uwezo wa kuzifanya ibada zako vizuri. Lakini la pili katika mambo yanayotupa istiqama, suhbatul akhyar, ni kuwa na marafiki wazuri. Wewe ulikuwa Ramadhani marafiki yako ni walio msikitini, lakini baada ya Ramadhani umeenda kuwachagua marafiki wa vijiweni ambao pakiadhiniwa husikia adhani kwa kelele zao za kushindania mipira, sijui kwa ajili ya siasa, kelele tofauti tofauti, hata adhani huisikii. Na wewe mwenyewe unapotia fahamu muda umeingia, pia unajikuta waamka peke yako. Siku ya kwanza utaondoka,
ukatize story. Siku ya pili ya tatu wewe itakuwa story ilikuwa kwako, itabidi mpaka ungojewe imalize. Ukifika jamaa imeisha. Siku nyingine hata swala ishaswaliwa, siku nyingine kipindi pia kimeisha. Marafiki ndicho kilio cha watu wengi siku ya Kiyama. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Wengi ukamuuliza leo aliyejela akupe historia yake mpaka kuwa mfungwa, hatoacha kumtaja rafiki. Ukimuuliza ambaye ameingia katika, Allah atulinde sisi na watoto wetu na madhara ya madawa ya kulevya, hatoacha kumtaja mchango wake mmoja ni rafiki. Ukimuuliza yeyote, utakuta rafiki ana mchango mkubwa. Ndio Arabu asema as-sahib sahib, rafiki ana mvuto. Sasa kinachotakikana ni uwe na uchaguzi mzuri wa marafiki. Ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Kila mtu mara nyingi anakuwa katika dini ya rafiki yake. Angalia ni nani anayestahiki kuwa rafiki. Ukiwa na rafiki tariku sala, wewe ni rahisi kuwa tariku sala, kwa sababu adwa albalid ila aljalidi saria. Wakati wote mvivu kumwambukiza mwenye bidii ni rahisi kuliko yule mwenye bidii kumwambukiza mvivu. Hivi wewe una afya mzuri, umepimwa vipimo vyako, afya yako iko imara sana, ukaenda ukakaa na wagonjwa wa TB kule ili wapate nguvu yako, watapona kweli? Utaambukizwa wewe. Wewe ndio utatoka nayo kule, lakini hatopona mtu kwa sababu wewe una nguvu sana. Hapana, wewe utaathirika kutokana na wale wagonjwa. Kwa hivyo rafiki ni chombo hatari sana. Ndiyo Mtume akasema, chagua, falyanzur almar'u ila man yukhalil, achague ni nani atakayekuwa rafiki. Mara nyingi tunatoka kwenye istikama kwa kule kuwa sisi tuko tayari yoyote kuwa rafiki yako. La tatu, adamu tafkir au tafkiru alamiq, kukosa kufikiria, deep thinking. Watu wengi hujifanyia mambo kwa uzoefu tu, au Waswahili wasema anapokuja ndivyo anavyozaliwa. Wewe ni mtoto wa leo, siku itakavyokuja unasema twende nalo, utakwenda nalo litakuangamiza. Lazima kila unachokifanya kwanza ufikirie. Kwa nini? Wasema kuna bwana mmoja alikuwa akiishi na mamake. Uchumi wao ni ng'ombe, ana ng'ombe wao wa maziwa. Asema akatoka siku hiyo amechelewa usiku kwa sababu kulikuwa na ng'ombe fulani ana matatizo, akachelewa kulala. Lakini alfajiri hakuzoea kuikosa. Ilipofika akaamka alfajiri, ile adhana, akashtuka, ameenda na usingizi mwingi msikitini. Kusali hakufanya zile ibada zinavyotakikana, kuleta adhkari, kutulia, kutoa salamu, asema nikalipize. Aliporudi kwao, kunaingia ndani, kuna barabara kubwa, alafu aingia ndani huko mitaani. Barabarani akakuta jamaa wameweka pickup, wataka kumpandisha ng'ombe kwenye ile pickup. Yule ng'ombe akifika pale atakupandishwa kwenye pickup, amekaa chini kabisa. Huyu jamaa alipotoka, jamaa wapambana, ng'ombe hainuki. Akacheka akasema, si kazi yenu hii, mimi ndio bingwa hawa wanyama hawa waruki kwangu. Akampiga hivi, ng'ombe akasimama. Sema haya leta, wakampandisha mara moja. Pickup ikaenda. Ikifika mama yuhalia, mwambia nini? Ambia kuna waizi ametuibia ng'ombe. Akasema ndio ule ng'ombe, akaniitikia ni wangu. Lakini kuisha shaiba. Tumeelewana? Usifanye mambo kujiingiza. Kwanza tulia, hii dunia haitaki uingie, utamalizika. Unaloletewa, tulia kwanza, jiulize limekuaje. Huyu ajigamba kwamba yeye ni hodari wa kuwa hudumia ng'ombe. Ng'ombe wanamtii sana, kumbe amemtii kwa sababu ni wake. Kamuona bosi imepanda kwenye gari, ng'ombe kakubali kupanda kwenye gari.
bosi kashuka, ng'ombe kesha kwenda. Usijiingize. Nakumbuka mwalimu mmoja kwa kisoma somo la idara, mambo ya management, akasema, akatupa mfano. Alikuwa huyu mwalimu akiingia darasani, tumemzoea hata barabarani ukimwona twafanya hivi, ana tabia kuambia wasa kila kitu. Usipite barabara ndogo, kila kitu fungua. Asema haya maisha yetu tunaoishi ni mfano wa barabara, na matukio ni mfano wa magari yanayopita, haya matukio yanayokuja, lakini na wewe ndiye unayevuka kwenye barabara. Asema kama hutosimama ukaangalia kulia kushoto, utagongwa na gari, lakini ukifika barabarani lazima utulie uangalie. Na hivi ndivyo kila linalokujia, zuri shari, usichukue hatua za haraka. Tuliza kwanza, ufikirie, kwa nini nifanye hivi? Kwa nini ifanyike hivi? Huyu angefikiria kwamba mbona huyu ng'ombe hawa hataki kusimama, mimi amesimama haraka. Angemwangalia vizuri, angejua ni yule wa kwangu. Lakini aliharakisha, ng'ombe akaenda akaja kumsaidia mamake kulia. Ni lazima ukitaka katika maisha haya kuwa na msimamo kwenye maisha yako, ni uwe na mtu mwenye umku tafkiri, kujipa nafasi ya kufikiri, kwa sababu kila ukijifunza kufikiri utakuwa mbunifu, na kila ukiwa mbunifu basi utazalisha njia nyingi za kheri. Lakini ukikosa kufikiri utakosa ubunifu, na ukikosa ubunifu basi utazikosa kheri, kwa sababu ubunifu unakujengea vitu ambavyo hauna ukavipata kwa ubunifu wako, na ukikosa ubunifu basi vile vile unakukimbizia vitu ulivyo navyo. Waweza kulala njaa kwa sababu huna ubunifu. Watu wa ilmu nafsi wasema hasara ya kukosa ubunifu. Wasema kuna watu walikuwa kiishi kwenye kisiwa kidogo, chakula chao ni samaki, wenda wakavua wakapika, wamekula kesho tena. Lakini kuna bwana kwa siku wenda baharini mara 2-3 kuvua. Wenzake wakasema huyu ataumia, saa zote uko ndani ya maji, huyu atapatwa na nimonia, atakuwa hivi. Ikabidi wamhurumie, wamwekee mkutano. Mbona sisi twavua mara moja, wewe enda mara 3? Akawambia, mimi ndoana yangu ndogo, nikienda kuvua napata vijisamaki vidogo. Sasa vile vijisamaki nikimaliza kula njaa imeanza, sishibi, nabidi niende tena baharini. Wakamnunulia ndoana kubwa. Jamaa alipokwenda kuvua akajivua jisamaki jikubwa, akaliangalia, akalipima, akalitoa ndoana, akalitupa baharini. Siku ile akalala na njaa kabisa. Wenzake wamwangalia, huyu jamaa kichaa nini huyu? Wakamfuata tena, mbona umepata samaki mkubwa umemtupa? Asema sufuria yangu ndogo. Sasa huyu sufuria yangu ndogo, samaki jikubwa, talipika vipi? Hana ubunifu. Angemkatakata vipande vidogo vidogo, angemkata nusu akauza, akanunua sufuria kubwa. Lakini amelala na njaa kwa sababu ya kukosa nini? Ubunifu. Usiwe ni mtu wa kubebwa tu jamani. Hii dunia leo ilivyofika, watu wanatafuta wale mijifalafala ndio inaobebwa. Ukimsikia mtu leo ameingia kwenye madawa ya kulevya, akikupa historia yake, alionekana jitu fala, akapangiwa hivi, kisha utakuwa milioni, akishapiga licha kuwa milioni hata limekuwa halioni. Wewe lazima uwe ni tofauti na kiumbe kingine. Mmoja katika wasomi asema, mimi najijua niko hai kwa sababu nafikiri. Kule kuwa naweza kufikiri basi hiyo ndio mimi dalili ya kujijua niko hai, kwa sababu mwanadamu asiyefikiri kama maiti tu. Kwa hivyo ni katika sababu za kukufanya wewe ubaki kwenye tabia hii ya istikama,
pale ambapo utakuwa, na ndiyo Qur'ani imekariri sana neno hili, afala yatafakkarun afala yatadabbaruna alquran. Aya nyingi zimetuamrisha sisi kufikiri. Lengine katika lenye kutubakisha kwenye istiqama, al-iqbalu ala al-Qur'ani al-Karim, ni kule kuilekea Qur'ani, tuipende sana kuisoma Qur'ani na kuizingatia, si kusoma qira'atan babgha, lakini waisoma na kuiangalia tafsiri yake na kuleta mazingatio. Je, mimi hivi inavyosema Qur'ani nipo katika maisha haya? Kwa sababu Qur'ani ndiyo maisha yako. Kama uko nje ya mstari wa ile aya ulioisoma, ujiregeshe, ni sababu ya kubaki katika istiqama. Ni katika mambo yanayoleta istiqama iltizamu bil faraidh, kila lile la faradhi uwe utakuwa wewe umeambatana nalo, halikupiti. Swala 5 unaziswali kama zinavyotakikana, na kuziswali swala hizi, swala zina haki mbili, ya nje na ya ndani. Ya nje ni kule kuzifanya zile arkan kama zinavyotakikana, unaleta takbiratul ihram, unasoma suratul Fatiha kwa utulivu, unarukuu kwa utulivu, hizo. Lakini pia kuna na haki za ndani, ni pale unapopiga takbir ukasimama, basi uhakikishe kwamba mimi hapa ndiyo mahali sahihi. Pepo yako iko mkono wako wa kulia na mkono wa kushoto ni moto. Lakini vile vile Al-Kaaba ikawa mbele ya uso wako umeelekea, na malakul mauti, unajua kwamba wakati wote mimi yaweza kuja mauti, ukafikiria kifo. Sala ile vile vile ikakuwekea kwamba hapa niliposimama Allah yuaniona, ananiangalia. Ainullahi nadhiratun tarani, yananiona macho yake Allah tabaraka wa taala. Na huku ukifikiria kwamba mimi mzima nimezungukwa na dhambi, na hii ndio fursa ya kufuta madhambi yangu. Utaposali kwa swala hii ya ikhlasi kwa ajili ya Allah, na ukatoa salamu huku ukiwa una hofu, hujui umekubaliwa wala hujakubaliwa, ndipo pale utatoa salamu na ukisema neno la kwanza, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Hii ndiyo sala itakayokusaidia, sio sala ya kusema wacha tukatekeleze wajibu, wacha tukaondosha hilo deni, wacha tukabwage mzigo. Swala hii haiwezi kukusaidia katika kupa thabati. Wapenzi wa muumini, elimu ni chombo kikubwa katika maisha yetu. Ni lazima vile vile ukitaka thabati katika dini hii ujifungamanishe na elimu ya dini hii ya kumjua Allah tabaraka wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar, wassalatu wassalamu ala sayyidil bashar الشفيع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. اتقوا الله عباد الله فإن الله مع المتقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما وتشريفا لقدر المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ونسألك اللهم أن ترضى عن خلفاء الرسول الأربعة وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم ارفع المقت والغضب عنا، اللهم ارفع المقت والغضب عنا، اللهم ارفع المقت والغضب عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أمن أوطان المسلمين، اللهم أمن أوطان المسلمين. اللهم إنا نجعلك على نحور الكافرين، اللهم إنا نجعلك على نحور أعدائك وأعداء الدين. اللهم إنا نسألك فيل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين. فيا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.